litukuzwe na liheshimiwe jina lako Mungu mwenye nguvu. Litukuzwe na liazimishwe jina lako lenye uweza. Bwana Yesu, pokea utukufu, heshima, adama na utukufu uliotukuka. Mungu wa mbingu na nchi, wewe Bwana unayetusimamia, unayetuongoza, unayetulinda, unatupigania, unatufundisha habari za ufalme wako. Asante Bwana Yesu kwa neema na kibali ambacho umetupa katika wiki hii, ili tuendelee kutafakari wema na uzuri wako. Litukuzwe jina lako kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana umekusudia kwa ajili ya somo hili ambalo umetupa ndani ya wiki hii. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kile ambacho umekusudia pia katika siku hii ya mwisho, siku ya 4. Mungu, ninakutukuza, ninakuazimisha kwa sababu lipo kusudi kwa ajili ya mtu mmoja, ili aweze kukutana na nguvu zako e Bwana, aweze kukutana na uweza wako e Bwana. Ninakutukuza jemedali kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unakwenda kumuinua Bwana tangu siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unaenda kumfungua kutoka kwenye vifungo alivyo navyo e Bwana wa majeshi. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unaenda kumwokoa kwenye mateso ya kila namna, kwenye vifungo vya dhambi e Bwana. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unaenda kuinua mahali alipokaa kwa muda mrefu. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unaenda kumfungua vifungo vyote vilivyofunga maisha yake. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana anakwenda kukuelewa wewe Bwana, anakwenda kukujua wewe mnasiri za ufalme wako Bwana wa majeshi. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Baba anakwenda kutambua nafasi yako kwenye maisha yake ipendeza. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana unakwenda kumtenga mbali na dhambi na mbali na matokeo ya dhambi. Litukuzwe jina lako Bwana Yesu kwa ajili ya mtu mmoja huyo ambaye Bwana kusudi lako limekusudiwa juu yake. Bwana akujue wewe, akutambue Bwana na nguvu zako. Ramandekeria badosa manderia basaya saya mandekeri badosa manderia bakoria rikarabasaya mandekeria basaya Baria mandekeri badosa manderia ria mandere badosa manderia basaya, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya mwisho ambayo Bwana naenda kutamanikisha kile ambacho umekusudia Bwana katika wiki hii. Mungu wa mbingu na nchi, natamka nguvu na uponyaji kwa mtu mmoja ambaye Bwana amesikia habari zako e Bwana na ametii neno lako ipendeza. Rabadili bakuria mantikiria basaya, ninakutukuza e Bwana na kukuasimisha. Pokea utukufu wako ipendeza, pokea azama zako jemedari. Toa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu, Mungu aliye hai. Siku ya leo nitakupitisha kwenye somo linalosema madhara ya dhambi. Madhara ya dhambi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nilisimama nikifundisha kwa habari ya kuinuka Bwana anapokuita ili akuokoe. Kuinuka Bwana anapokuita ili akuokoe. Nimezungumza hapo nikaeleza kwa habari ya mambo ya kuzingatia ili Mungu aweze kukuokoa kwenye vifungo ulivyo navyo, aweze kukuondoa kwenye mateso ulionayo, aweze kukuweka huru kutoka kwenye vifungo ulivyo navyo. Nikaeleza kwa undani juu ya Bartimayo alipoitwa na Mungu, alipoitwa na Yesu. Watu waliokuwa wakimzuia wakamwambia, inuka, simama, anakuita. Wakati Bartimayo anaambiwa hayo, Biblia inasema kwamba
Bartimayo alivua yale mavazi aliyokuwa nayo, akayatupa yale mavazi, akamwendea Yesu. Na mara Yesu alipomwona akamuuliza, wataka nikutendee nini? Akasema, nataka nipate kuona tena. Sikiliza nikwambie ya kwamba kuna vazi ambalo umelivaa, ni muhimu sana ulivue hilo vazi na umwendee Yesu ili akuokoe, ili Bwana akutoe hapo. Na hilo vazi ni dhambi, au hilo vazi ni matendo mabaya. Vazi ulilo nalo ni dhambi iliyokisiri kwenye maisha yako. Vua hiyo dhambi ambayo imetawala maisha yako ili Bwana akuokoe. Yesu asifiwe. Kuna madhara mengi au kuna matokeo mabaya mengi yanayotokana na dhambi. Kuna wakati ambao Mungu akihitaji kukuokoa, akihitaji kukufungua, akihitaji kuponya ugonjwa ulionao, lazima utubu dhambi na lazima uiache dhambi ambayo imetawala maisha yako. Ili Bwana akufungue na atawale maisha yako, lazima uache hiyo dhambi. Yamkini ni uzinzi umetawala maisha yako, yamkini ni ulevi umetawala maisha yako, yamkini ni ukahaba umetawala maisha yako, yamkini ni kusengenya, yamkini ni tabia chafu imetawala maisha yako. Ili Bwana akufanikishe, ili Bwana akuokoe, lazima uache hiyo dhambi. Ili Bwana akupe ndoa nzuri, akupe mke mzuri, akupe mume mzuri, lazima uache hiyo dhambi ya uzinzi, lazima uache hiyo dhambi ya kuabudu miungu mingine, lazima uache hiyo dhambi na tabia ya kipepo, lazima uache, lazima uache faa yako ya kipepo ili Bwana ahudumie maisha yako. Lazima uache mawazo mabaya na yasiyofaa ili Bwana akuokoe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Biblia inasema Bartimayo alipoponywa, Bwana akamwambia, usitende dhambi tena. Kwa nini Mungu alisema usitende dhambi tena? Kwa sababu unapotenda dhambi unampa shetani nafasi, unayapa mapepo nafasi ndani yako, unapa mashetani nafasi. Sikiliza nikwambie, ili Bwana aweze kusimama pamoja na wewe, lazima uishi maisha matakatifu, uishi maisha yasiyokuwa na dhambi, uishi maisha yasiyokuwa na mabaya. Ili Bwana atawale maisha yako, ni lazima utubu na urejee, umwambie Bwana, badilisha maisha yangu, tawala maisha yangu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sikiliza kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 4. Biblia inasema, kila mtu atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Sikiliza nikwambie, unapofanya dhambi unamuasi Mungu kwa dhambi unayoitenda. Unapofanya mabaya unamuasi Mungu kwa mabaya hayo unayoyatenda. Ili Bwana akuokoe, ili Bwana akusaidie, kataa uasi kwenye maisha yako, kataa uasi kwenye hatua zako, kataa uasi kwenye kizazi chako, kataa uasi kwenye maisha ya biashara yako. Watu wengi wanaposhindwa kufanikiwa wanasema tumerogwa, lakini hapana, umejiroga mwenyewe kwa sababu ya uasi ulionao. Umejiroga mwenyewe kwa sababu ya dhambi ambayo umeiendekeza kwenye maisha yako. Kuna madhara mengi kwenye maisha ya mtu ambaye anaishi kwenye dhambi. Kuna madhara mengi yanayotokana na dhambi ambayo unaitenda. Madhara ya dhambi ya uzinzi, kuna madhara ya dhambi ya ulevi, kuna madhara ya dhambi ya wizi, kuna madhara ya dhambi ya tabia chafu, kuna madhara ya dhambi ya usengenyaji. Na madhara hayo yanatokana na kwamba
wewe umeendekeza hiyo dhambi, hayo masala au matokeo yanatokana na kwamba umeendekeza hiyo dhambi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umeendekeza ulevi, umeendekeza uzinzi, umeendekeza tabia isiyofaa, umeendekeza mambo yasiyofaa, umeendekeza ulevi. Acha ili Mungu akuhudumie, ili Mungu akusaidie. Acha hiyo tabia ili Bwana akusaidie. Masala yafuatayo yataonekana kwenye maisha yako unapokuwa umeendekeza dhambi. Yesu asifiwe. Haleluya. Masala yafuatayo yataonekana kwako ikiwa utaendekeza dhambi. Masala yafuatayo. Jambo la kwanza, dhambi ni kitu kinachoweza kumfurahisha mtu. Kinaweza kikakufanya ukafurahi kwa muda mfupi, lakini madhara yake ni makubwa. Dhara la kwanza ambalo litatokea kwenye maisha yako ni utakosa amani ya moyo ndani yako. Dhambi ina tabia ya kumkosesha mtu amani, ina tabia ya kuondoa amani ya mtu ndani ya moyo wake. Dhambi ina tabia ya kuondoa furaha ndani ya mtu. Dhambi ina tabia ya kuachilia huzuni ndani ya mtu. Sikiliza, unapokuwa umetenda dhambi, unapokuwa umemkosea Mungu, hata watu wakikutazama, wasipokuwa wamekunyoshea mkono, lakini utaishi kama wanakunyoshea vidole. Wasipokuwa wanakusema, utaishi kama vile wanakusema. Utaishi wamekutenga. Hiyo ni madhara ya dhambi. Utakosa amani kwenye moyo wako kwa sababu ya dhambi. Sikiliza, Daudi alipofanya dhambi ya kumuua Uria, alipomuua Uria aliyekuwa jemadari wa jeshi, aliyekuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanapigania taifa la Israeli, alipomuua tu alikosa amani, alikosa amani ya moyo. Amani ya moyo ilianza kutokea baada ya pale ambapo aliamua kwenda kulala na mke wa Uria. Alipolala na mke wa Uria akakosa amani kwenye moyo wake, na Biblia inasema yule mke wa Uria alipopata ile mimba, Daudi alipopata habari ya kwamba yule mwanamke amepata mimba, akaanza kutafuta sababu ya kumuua Uria aliyekuwa mwanajeshi wake mwenyewe. Akaamua kumuua. Katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5 tunasiona habari za huyu mwanamke na Daudi. Daudi alipopanda darini, alipopanda kwenye nyumba ya kifalme, alipoangalia miliki zake, mara akamwona mwanamke akiwa anaoga mahali. Biblia inasema mwanamke yule alikuwa mzuri, mwanamke yule alikuwa anavutia. Alipomtazama akaagiza watu waende wapeleleze habari zake. Biblia inasema walipopeleleza habari za yule mwanamke, wakagundua ya kwamba yule mwanamke ni mke wa Uria, jemadari wa jeshi la taifa la Israeli, jemadari aliyekuwa anamtumikia Daudi. Sikiliza nikwambie, Biblia inaposema kwamba alikuwa ni mzuri, inamaanisha kwamba alikuwa na umbo zuri, alikuwa na shepu nzuri, alikuwa na uso unaovutia, alikuwa na sauti nzuri, alikuwa anavutia kiukweli. Ndio maana Daudi aliona haiwezekani kumwacha, akaamua kudeti naye, akaamua kwenda kulala naye. Walipopeleleza zile habari na kumrejeshea Daudi ya kwamba ni mke wa Uria, akaamua kumchukua vivyo hivyo, akalala naye. Sikiliza, akaamua kuingia kwake na kulala kwake. Alipoingia na kulala naye yule mwanamke, Biblia inasema ule mstari wa 5, yule mwanamke alipata mimba, akapata ujauzito. Alipopata ujauzito, Biblia inasema Daudi akasipata zile habari.
Na Uria alipotoka vitani akarudi kwake ili kumpa habari juu ya vita vilivyokuwa vikiendelea. Alipompa taarifa, Daudi akamwambia Uria aende nyumbani kwake. Biblia inasema Uria hakuondoka, alibaki mahali pale, alibaki kwenye nyumba ile ya mfalme, akakaa nje. Na Daudi alipotoka nje akamwambia, mbona haukutoka hapa ukaenda kwako wakati nimekuruhusu uondoke? Lakini Uria alimwambia kwamba nisingeweza kuondoka mahali hapa, asingeweza kuondoka. Maana yake nini? Uria alikuwa ni mwaminifu kwa Daudi. Uria alikuwa ni mtendakazi mwadilifu kwa Daudi, lakini Biblia inaonyesha kwamba Daudi alimtendea ubaya. Daudi hakujali ya kwamba ni mwaminifu, aliamua kutembea na mke wake na akampa mimba. Mstari wa 14 Biblia inaendelea kuonyesha ya kwamba yule mwanamke alipopata mimba, Daudi akaanza kutengeneza mazingira ya kumwangamiza Uria ili amchukue ile mwanamke, kwa sababu mwanamke alikuwa amebeba kiumbe chake. Ili kuepusha aibu, ili kuepusha madhara mengine, akaamua kumuua Uria. Sikiliza, madhara ya dhambi ya Daudi yakasababisha kuingia kwenye dhambi ya uuaji. Maana yake nini? Matokeo ya dhambi ya uzinzi yakazalisha kitu kingine ambacho ni uuaji. Alipomuua yule Uria, dhambi ya uuaji ikaanza kumtafuna, ikaanza kumlalamikia, ikaanza kupiga kelele. Zile kelele ambazo zilitokana na ile damu iliyomwagwa zilimtesa Daudi. Ndipo tunapokuja kuona kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 51, Daudi anaanza kulia mbele za Mungu baada ya ile dhambi kumtafuna kwa muda mrefu, baada ya ile dhambi kumlilia kwa muda mrefu, baada ya ile damu kumlilia kwa muda mrefu, akaanza kutubu mbele za Bwana. Akasema, e Bwana, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, Baba unitakase. Alitubu Daudi mbele za Bwana. Dhambi inaweza ikakufanya ukaona ya kwamba unafurahia, lakini matokeo yake ni mabaya. Itakufarakanisha na watu wako wa karibu, itakufanya uingie kwenye maamuzi ambayo haujayatarajia. Ninakuombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninakuombea Mungu akusaidie, dhambi isikuchanganye, isikuondoe kwenye njia ya Bwana, isikuondoe kwenye kusudi la Bwana. Yesu asifiwe. Jambo lingine, dhambi ina tabia ya kumfanya mtu aendelee kukaa kwenye kifungo. Dhambi ina tabia ya kumfanya mtu aendelee kukaa kwenye vifungo. Maana yake nini? Dhambi inapokuwa imetawala ndani yako, kuna vitu havitafunguliwa kwenye maisha yako. Kuna maisha hautaondoka hapo. Kuna maisha ya mateso hayatakuachia. Kuna madhabahu fulani haitakuachia. Kuna mateso hautaepukana nayo. Dhambi inapokuwa imetawala ndani yako, kuna roho hazitakuachia maisha yako. Kuna roho hazitaachia maisha yako. Dhambi inapokuwa imetawala ndani yako, kuna vitu havitafunguka kwenye maisha yako. Kuna mafanikio hautakutana nayo. Dhambi inapokuwa imetawala kwako, kuna hatua hautapiga kwenye maisha yako. Dhambi inapokuwa imechukua nafasi, kuna nguvu fulani kutoka kwa Bwana hautaweza kuipokea. Sikiliza, hiyo ni nguvu ya fedha, iwe ni nguvu ya kihuduma, iwe ni nguvu ya Roho Mtakatifu, hautaweza kuipokea kwa sababu ya dhambi iliyochukua nafasi. Maana yake nini? Dhambi ikichukua nafasi inaondoa uwepo wa Bwana. Dhambi inapochukua nafasi inaondoa msaada wa Bwana kwenye maisha yako. Ikataa hiyo dhambi ili uwe salama. Ikataa hiyo dhambi ili Bwana akusaidie. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe.
Maana yake kilichokuwa ndani yako ili kiweze kuwa na matokeo mazuri, kilichopo ndani yako ili kiweze kuzaa matunda, lazima dhambi uikatae ndani yako. Kataa huo uasi ambao upo ndani yako. Kataa huo uasi ambao umetawala maisha yako, ili Bwana akusaidie, ili Bwana akuvushe, ili Bwana akuokoe. Kataa hiyo dhambi. Yesu asifiwe. Tabia ya dhambi inaweza ikakufurahisha sasa, baadaye ikasalisha uchungu, baadaye ikasalisha matokeo mengine. Sikiliza nikwambie, wakati Yesu alipokuwa akiwaponya watu, alipokuwa akiwafungua watu, aliwaambia ya kwamba usitende dhambi tena, enenda kwa amani, angalia usitende dhambi tena. Hata Bartimayo alipoponywa, Biblia inasema Yesu alimwambia usitende dhambi tena. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12 alipoponywa ile hali, Yesu alimwambia kwamba ondoka, usitende dhambi tena. Yule kiwete ambaye Yesu alimponya, Biblia inasema Mungu akamwambia usitende dhambi tena. Wale wakoma 10 walipokutana na Yesu, walipoponywa, akarudi mmoja kwenda kumshukuru. Aliposhukuru, Yesu akamwambia ya kwamba usitende dhambi tena. Nataka nikwambie, unapokuwa umeupokea wokovu, unapokuwa umeingia kwenye maisha mapya ya kumtumikia Bwana, unapokuwa umeponywa, angalia usitende dhambi tena. Angalia usirudi tena kwenye matapishi yako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, dhambi inamfarakanisha Mungu na mwanadamu. Dhambi ina tabia ya kukufarakanisha wewe na Mungu. Dhambi inakufanya Mungu akae mbali na wewe. Dhambi inafanya Mungu aachie milango ya mapepo kukuvamia wewe. Mungu anapokuwa amekutenga, Mungu anapokuwa amekaa mbali na wewe, sio kwa sababu amependa kukaa mbali na wewe, bali ni kwa sababu ya ile dhambi iliyopata nafasi ndani yako, uliyoipa nafasi kwenye maisha yako. Dhambi inapokufarakanisha, Mungu ananyamaza. Hata unapopita kwenye mateso, Mungu anashindwa namna ya kukusaidia, kwa sababu ile dhambi inasimama kama shtaka mbele za Mungu dhidi yako. Na inaposimama kama shtaka mbele za Mungu juu yako, uwe na uhakika kwamba shetani ndiye anayekuwa na uhalali juu ya maisha yako, juu ya hatima yako, sio Mungu tena mwenye uhalali. Unapokuwa umempa shetani uhalali, Mungu anakuwa hana nafasi tena. Ninakuombea katika jina la Yesu, dhambi ambayo imekutesa kwa muda mrefu, ikakuachie, isikufarakanishe tena na Mungu katika jina la Yesu. Ukapokee msaada wa Bwana, ukapokee msaada wa kimbingu. Dhambi inamfarakanisha Mungu na mwanadamu. Dhambi ina uwezo wa kukufarakanisha wewe na Mungu. Dhambi inakufanya wewe na Mungu msielewane. Dhambi inaachilia mafarakano kati ya mwanadamu na Roho Mtakatifu. Unapokuwa unatenda dhambi, unaharibu makao ya Roho Mtakatifu. Unapotumia mwili wako vibaya katika kutenda dhambi, Roho Mtakatifu anaondoka na makao ya Roho Mtakatifu yanaondoka hapo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi, Biblia inasema itoweni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Maana yake nini? Mwili unaposimama kwa ajili ya kutekeleza matakwa ya roho chafu, maana yake nini? Unaugeuza mwili kuiabudu sanamu, kuabudu uovu, kuabudu hiyo dhambi, na matokeo yake unajifarakanisha wewe na Roho Mtakatifu.
unafarakana wewe na Mungu. Mungu anakutenga, Mungu anakaa mbali na wewe, uwepo wa Bwana unakaa mbali na wewe. Unapokuwa umefarakanishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi ambayo iko ndani, maana yake msaada wa kimungu hauwezi ukaambatana na wewe kwa wakati. Msaada wa kimungu hauwezi ukawa juu yako. Mungu anaangalia, je, utafanya nini? Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza na mstari wa pili, Biblia inasema kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msimuone hata hataki kusikia. Maana yake ni unapofarakanishwa na Mungu, hata maombi yako hayasikiwi. Mungu hayasikia hayo maombi yako. Unapokuwa umefarakana na Mungu, hata unapoomba Mungu hasikii. Sikiliza, Biblia inasema mkono wake si mfupi hata asiweze kuokoa, hauwezi ukapungua hata usiweze kukuokoa. Mkono wa Bwana hauwezi ukawa mfupi kiasi kwamba unapomwita kwa habari ya maisha yako akashindwa kukuokoa, wala sikio lake sio zito hata asikie maombi unayoomba. Lakini maovu yetu yametufarakanisha sisi na Mungu. Ndio maana tukiomba Mungu ajibu kwa wakati. Ndio maana ukimwita kwenye eneo lolote Mungu akujibu sawa sana vile ulivyoomba, kwa sababu ya maovu ulionayo, kwa sababu ya dhambi ulizonazo. Ni kweli umeomba kwa habari ya uchumi, umeomba kwa habari ya familia, umeomba kwa habari ya uponyaji, haujapokea kwa sababu kuna dhambi imechukua nafasi na imeondoa nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Hakikisha Mungu ana nafasi ndani ya maisha yako kuliko jambo lolote lile, hapo utakuwa salama. Maovu yetu yasitufarakanishe na Mungu. Hakikisha tunatubu mbele za Mungu. Hakikisha unamwambia Mungu, unisamehe pale unapogundua kwamba umekosea, pale unapogundua kwamba umetenda dhambi. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase. Biblia inasema katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ile ya 14, sura ya 7 mstari wa 14, Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuacha maovu yao, Biblia inasema ataiponya nchi yetu, ataiponya nchi ya watu wa namna hii, ataponya familia za watu wa namna hii, wanaonyenyekea na kuomba toba, wanaonyenyekea na kuomba rehema, wanaonyenyekea na kutubu dhambi zao. Mungu atawaponya na nchi yao. Mungu ataokoa na mateso, atawaokoa na vifungo vyao. Ninakuombea katika jina la Yesu, ukawe na moyo wa kutubu, ukawe na moyo wa kuomba rehema, ukawe na moyo wa kusamehewa na kuwasamehe wengine, ukawe na moyo wa kupokea hiyo neema ya msamaha wa Bwana katika kila eneo. Jambo la 4 nasema dhambi ina tabia ya kuzaa mauti na kutoa na kumfanya mtu kutokufanikiwa. Dhambi ina tabia ya kuzaa mauti na kumfanya mtu ashindwe kufanikiwa. Hiyo ni madhara ya dhambi ambayo yanaweza yakaonekana kwenye maisha ya mtu pale ambapo anakuwa ameendekeza dhambi. Huyu mtu anaweza akakutana na mauti kwenye maeneo tofauti tofauti, mauti ya huduma, mauti ya biashara, mauti hata ya afya yake. Fikiria mtu anapofanya dhambi ya uzinzi, anapata magonjwa ya zinaa. Kinachotokea pale au kinachoenda kutokea pale ni mauti kutokana na matokeo ya ile dhambi na ule ugonjwa ambao umeingia kwenye maisha yake. Lakini dhambi inazaa kutokufanikiwa kwa maisha ya huyu mtu. Kisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 6:23 mstari wa 23a, sura ya 6:23a, Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sikiliza, mshahara wa dhambi
ni mauti siku zote. Hakuna wema wala jambo lolote ambalo litakuwa zuri kwenye maisha ya mtu ambaye anatenda dhambi. Ukiwa muuaji, tafsiri yake na matokeo yake lazima utakutana na hukumu kulingana na dhambi ya mauti. Anayeua kwa upanga atauawa kwa upanga, anayeua kwa maneno atauawa kwa maneno, anayesengenya watu atahukumiwa kulingana na usengenyaji wake. Sikiliza nikwambie ya kwamba matokeo yoyote unayoyaona yanatokana na tabia fulani ulionayo. Usipoacha dhambi, uwe na uhakika kwamba hautatoka kwenye hivyo vifungo ulivyo navyo, hautatoka kwenye hiyo madhabahu iliyokushikilia, hautatoka kwenye hiyo hali ulionayo, hautafanikiwa kwa namna yote, hautaepukana na kifo, hautaepukana na mauti iliyoandaliwa na Ibilisi. Lakini ukiamua kuishi maisha matakatifu, utaepukana na magonjwa yasiyokuwa na lazima, utaondokana na mauti isiyokuwa na lazima, utaondokana na vifungo visivyokuwa vya lazima kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ya 28 na mstari wa 13. Mstari wa 13, Mithali 28, Biblia inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asimamaye na kusiacha atapata rehema. Maana yake nini? Unafanya dhambi sirini, kisani ya kwamba mwanadamu hakuoni, lakini Mungu anakuona, Mungu anakutazama, Mungu anasipima hizo dhambi zako, anaangalia. Sikiliza nikwambie, unaweza ukawa unafanya jambo kwa siri, ukasema ninamficha mchungaji asinione, ninaficha watu fulani wasinione, lakini Mungu anapokutazama anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini anayesiungama atapata rehema. Kusiungama dhambi kunasababisha neema na rehema za Bwana kutokea kwenye maisha ya mtu. Unapoungama dhambi zako, unampa Mungu nafasi, unampa Roho Mtakatifu nafasi ya kuuisha moyo wako, ya kuuisha maisha yako, ya kuuisha hatima yako, ya kubadilisha tabia na mwenendo mbaya, ya kubadilisha fikra mbaya kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, unapoficha dhambi ya aina yoyote ili mchungaji wako asikuone, unazuia baraka za kimungu, unazuia baraka za kimungu, unazuia matokeo ya kimbingu juu ya maisha yako. Lakini unapoungama mbele za Bwana ukasema, Bwana, nimekosa katika hili, na Bwana ataachilia rehema juu yako. Yesu asifiwe. Hakikisha dhambi ulizonazo unaziungama mbele za Mungu. Usijihukumu hivyo ulivyo, usijihukumu kwa sababu ya dhambi ambazo umekuwa ukizifanya kuzitenda. Mpe Mungu nafasi, mpe Mungu nafasi. Mwambie Bwana, unirehemu, nimekukosea, nimekutenda dhambi, naomba unirehemu. Na Mungu ni mwaminifu na wa haki, atakurehemu. Yesu asifiwe. Nini cha kufanya ili kuondokana na madhara ya dhambi? Kitu gani cha kufanya ili uondokane na matokeo mabaya ya dhambi? Mambo yafuatayo uyafanye, mambo yafuatayo uyafanye ili uondokane na madhara ya dhambi. Jambo la kwanza, tubu na urejee kwa Bwana ili dhambi zako zifutwe. Tubu na urejee kwa Bwana ili dhambi zako zifutwe, zipate kuja siku za kuburudishwa, zipate kuja nyakati za furaha, zipate kuja nyakati za kumfurahia Bwana, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Maana yake nini? Unapokuwa umegoma au umekataa wokovu, unazuia nyakati za furaha na amani, na unakaribisha nyakati za huzuni, nyakati za maumivu zinakuwa ni sehemu ya maisha yako. Unapotubu na kurejea kwa Bwana, unampa Mungu nafasi
ya kuachilia burudiko ndani ya moyo wako, ya kuachilia burudiko lisilo la kawaida kwenye maisha yako. Katika kitabu cha Matendo sura ile ya 3 na mstari wa 19, Biblia inasema tubuni mrejee, msipate kuja nyakati za kuburudishwa. Maana yake uache hizo dhambi, uache hayo matendo mabaya, uache hizo fikra mbaya, uache usengenyaji, uache kuvaa vibaya, uache kuvaa kikahaba. Vaa kama mtumishi wa Mungu, vaa kama mteule wa Bwana, vaa kama mtu ambaye Bwana amekukubali. Uwepo wa Bwana uendane na vile ulivyo. Uwepo wa Bwana uendane na tabia yako. Ikiwa unavaa tofauti au unavaa kama watu wa mataifa na unasema kwamba umeokoka, hapana, wewe haujaokoka, ila unasali umeokoka, lakini Bwana hayupo ndani yako. Unakiri kwa kinywa chako ya kwamba umeokoka, lakini moyoni haujakiri ya kwamba umeokoka. Toa Bwana tabia yako, mawazo yako, mwenendo wako uendane na uwepo wa Bwana, uendane na nguvu za Bwana. Ni kweli tunakuona unaabudu na unamwimbia Bwana, unamtumikia Bwana vizuri, lakini haujatubu, haujarejea kwa Bwana. Mtu wa Mungu, jehanamu inakuhusu, jehanamu inakuhusu. Na Mungu akurehemu, na Mungu akusaidie, akupe neema ya kutengeneza kabla hujaondoka duniani, kwa sababu utaenda kudaiwa, utaenda kuulizwa. Tubuni na mrejee, sipate kuja nyakati za kuburudishwa. Mungu akusaidie, nyakati za kuburudishwa ziwe juu yako. Kama ndikiria badazia matiria makuza. Jambo lingine la kufanya, acha kutenda matendo mabaya yasiyofaa. Acha kutenda matendo mabaya yasiyofaa, kwa sababu hayo matendo unayoyatenda ndiyo yanayokufarakanisha na Mungu, ndiyo yanayoondoa msaada wa Mungu kwenye maisha yako, ndiyo yanayokufanya ukose uelewano kati ya wewe na Mungu, ndiyo yanayosababisha Mungu asisikie maombi yako. Mawazo yako mabaya, tabia yako mbaya, ndiyo inayokufanya usielewane na Mungu. Kitabu cha Isaya sura ile ya 1 na mstari wa 16, Biblia inasema ya kwamba jioshe, jitakaseni, ondoweni uovu na matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Matendo yenu mabaya na uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Ni Mungu mwenyewe anazungumza, sio mimi. Acha kutenda mabaya, ujioshe na ujitakase kwa Bwana, ujioshe na ujitakase kwa Bwana. Mungu anasema yaondoweni hayo, muache kutenda matendo mabaya, kwa sababu hayo unayoyatenda ni chukizo mbele za Bwana, ni chukizo hata kwa wanadamu. Ndio maana unaweza ukakuta wanadamu, ili wakushughulikie vizuri, wanaamua kuweka sheria ya kukufunga unapotenda hayo matendo mabaya. Na Mungu akusaidie, akupe neema ya kutenda matendo mema, ili hukumu ya Bwana isiwe juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu nakutukuza. Lakini pia Isaya hiyo sura ya 1 mstari wa 18 na 19 anasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitakuwa nyekundu kama bendera. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Ukikubali kuacha dhambi, ukakubali kujitenga mbali na matendo mabaya, utakula mema ya nchi. Usipokubali, utaangamizwa kwa upanga. Sio mimi ninayesema, ni Biblia, kwamba kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga.
ukikataa na kuasi, utaangamizwa kwa upanga. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu, Bwana atazisafisha. Utakapoamua kutubu, Bwana atazisafisha. Zitakuwa safi kama sufu, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa safi, wala hukumu haitakuwa juu yako, wala hukumu ya Kristo haitakuwa juu yako. Na Bwana akusaidie sana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno ambalo umetupa.